ingekosti pesa nyingi, lakini tumefanya scouting. Sisi siku zote tunafanya scouting kwenye ligi tunaocheza na ligi za chini yetu. So unamwona Maneno, unamwona Salum Gado, unamwona Nangu, watu wanaona kwenye ligi kwa mara ya kwanza, lakini we did the scout. Leo kuna watu wanawataka. Kwa hiyo I can assure you next season tutakuwa na washambuliaji, na kwa sababu project zetu kubwa zilikuwa mbili. Ya kwanza ilikuwa coaching staff, na no doubt je, mnaweza kuwa mashahidi na wewe timu yetu inavyocheza, maana yake coaching staff iko barabara kabisa. Sasa tunaamini wao watakuwa sehemu ya kutusaidia sisi kwa maeneo mengine, kwa sababu mimi sio, lakini mimi pia ni mtu wa ufundi, mimi ni kocha, nasaidia pia inapobidi. Kwa tutakuja na watu ambao watatatua tatizo letu la kufunga msimu ujao. Ndio maana tulisema msimu huu pase tunatengeneza timu ambayo msimu ujao tutakuwa na base kuanzia hapo kwenda juu. Kwa eneo la ushambuliaji tutalifanyia kazi na tumeliona. Thank you very much. Uko vizuri? Barabara kabisa. Tuambie namna ambavyo imekuumiza kwa kiasi gani mara baada ya kutoka katika hatua hii. Katika hali ya kawaida utaumia tu. Kwa sababu sisi tuna timu, ni timu ya mpira, tumepambana kufika hapa tulipo, lakini mpaka tunafika kucheza na Yanga Afrika hatua ya nusu finali, tulikuwa tunajua kwamba possibility ya kutolewa ipo na ni kubwa kuliko ni ya sisi kwenda mbele, kwa sababu ya tofauti ya ubora ya timu hizo mbili. Timu yetu kwenye ubora haiko sawa sawa na Young Africa. Sisi tuna mapungufu mengi ambayo Young Africa wao wamekuwa bora. Yanga ni timu ambayo ni A list, inagombea kikombe. Sisi hatugombei kikombe, tulishasema mwanzo. Sisi ni timu ambayo nikizungumza kikombe nazungumza kikombe cha ligi kuu. Kwa hiyo sisi ni timu ambayo tulisema tangu msimu unaanza ni msimu wetu ambao tunatengeneza timu kwa ajili ya msimu ujao, walau tunaweza kuanza kugombea nafasi za juu. Kwa sababu msimu uliopita tulicheza playoff, lakini imeenda tumefanikiwa kufika hatua ya nusu finali. This is an achievement kwa sisi. Tumefungwa na Yanga. It's okay. Jemedari, wanasema kwamba JKT Tanzania inapokutana na Young Africans mchezo na kuwa mgumu, JKT ni kama wanakamia. Tuambie, umeliona hilo leo? Watu wote wasiojua mpira ndio ambao hawajui kwamba mpira ni mchezo wa kukamiana. Kama unajua mpira na umewahi kucheza, hata mimi na wewe ukiweka goli lako kule na mimi naweka goli huku, tutakamiana. Utakamia mimi unifunge na mimi nitakamia nikufunge wewe. And that is football. Kama hakuna kukamiana, then mpira hauwezi kupendeza. Kwa hiyo kukamiana ndiyo sehemu, part and parcel ya football. Kama hukamii, basi mpira hauwezi kuwa mzuri. Kama what if tusingekamia, ingekuwaje? Maana tungekuwa tufunga goli 7. Kwa hiyo mnaridhika sisi ije timu iwe inafunga goli 7 kwa sababu haikamii? Kwa tunakamia kwa sababu tunataka kuonyesha ubora, tunatoa quality tuliyokuwa nayo to the level kama timu tunaocheza nayo ni bora zaidi ya sisi. Wakitushinda it's okay, we agree, tunaondoka. That's it. Hii ni nusu finali ya kwanza, lakini pia kuna Simba na Singida ambayo inakuja. Unamwona Young Africans akichukua ubingwa wa CRDB kwa namna ambavyo unazifahamu timu hizi mbili? Siwezi sasa kupredict kwa sababu mchezo wa Simba na Singida uko tarehe 31. Sijui anacheza na nani. Sasa ukisema anachukua kikombe, anacheza na timu gani? Kwa nini tusubiri? Mimi nafikiri ni swali la baadaye. Yanga atacheza na nani finali? Then tunaweza kuzungumza nani anaweza kuwa bingwa. As it is now, sio rahisi. Kuna tukio leo ambalo limeonekana likionyesha imani za kishirikina. Pengine wewe kama CEO wa timu, tukio kama lile umelichukua kwa taswira gani? Nimesikia, sijaliona, lakini kuna matukio yanapaswa kuwa addressed kwenye media kama hivi, na kuna matukio ambayo yanapaswa kuwa addressed ndani kwenye kufanya kazi. Sio kila kitu ambacho tutakichukulia hatua huko ndani kitakuja public. Sawa? Alafu kwa nafasi yangu mimi, hizo sio shughuli zangu. Kama kuna shughuli ya tukio la ulozi au lingine lolote, waliofanya wanafanya on my behalf. Kwa hiyo mimi ndani huko nitachukua action ipi, it's not necessarily nije niseme public. Young Africans hana mechi nyingine zaidi ya tarehe 15. Unamshauri nini sasa kuelekea katika mechi hiyo husika ambayo akicheza hiyo anamaliza mechi zake 2? Nafikiri nishashauri sana. Let's be honest. Tushazungumza sana hilo jambo, tushaandika sana. It's monotonous and unbecoming. Tuzungumze kitu kingine. Hicho tushazungumza sana. Kama hamna, sasa hiyo tena level yangu mimi ishavuka kwa sababu nishasema sana na nishaandika sana. Nafikiri
hiyo sasa level nyingine tena. Siwezi kuendelea kuzungumza hicho kitu. Hongereni kwa kushinda. Jemedari, ukitazama JKT Tanzania kwenye eneo la goalkeeping, eneo la ulinzi, eneo la kiungo, unaonekana wapo bora sana na maeneo ya pembeni, lakini katika eneo la kushambulia ni kama vile timu inakosa makali. Labda wewe ukiwa kama CEO unafikiri kwamba ni kweli timu yako haina makali katika eneo la kushambulia? Ni jambo la ukweli. Sisi ni miongoni mwa timu zilizofunga magoli machache kabisa, na mshambuliaji wetu anayeongoza kufunga mabao na magoli 6 tu. Timu ambayo inashika nafasi ya 6 kwenye ligi ina magoli 27 na mtu anayefunga top scorer ana goli 6. Hiyo peke yake inaonyesha kwamba sisi tuko dhaifu kiasi gani kwenye kuscore. Tumeshawahi kwenda mechi 4 mtawalia hatujafunga goli, tunapata sare tu za bila 4 mechi 4. Hiyo inaonyesha kiasi gani sisi sio wazuri kwenye kufunga, lakini pia sisi ni moja ya timu nzuri ambazo zinazuia vizuri kabisa. Tunashika nafasi ya 4 au ya 3 kwenye statistics kama timu ambayo imeconcede magoli machache, goli 28. Sawa, lakini kwanza nikubali kwamba tulipata tatizo kidogo. Tulimsajili Charles Lamfia, na ambaye aliumia mechi ya kwanza kabisa ya msimu. Ameingia akapata majeraha tukadhani ni madogo, akafanyiwa matibabu, scan ikaonyesha anataka operation. Alifanyiwa operation, then msimu kwake ukawa umeisha. Tukabaki na watu ambao tulikuwa tunaamini kwamba lazima tubaki nao kwa sababu tusingelazimika kuwavunjia mikataba, ingekosti pesa nyingi. Lakini tumefanya scouting. Sisi siku zote tunafanya scouting kwenye ligi tunaocheza na ligi za chini yetu. So unamwona Maneno, unamwona Salum Gado, unamwona Nangu. Watu wanaona kwenye ligi kwa mara ya kwanza. Lakini we did the scout. Leo kuna watu wanawataka. Kwa hiyo akanashua you next season tutakuwa na washambuliaji. Na kwa sababu project zetu kubwa zilikuwa 2. Ya kwanza ilikuwa coaching staff, na no doubt yeye mnaweza kuwa mashahidi na wewe timu yetu inavyocheza, maana yake coaching staff iko barabara kabisa. Sasa tunaamini wao watakuwa sehemu ya kutusaidia sisi kwa maeneo mengine, kwa sababu mimi sio, lakini mimi pia ni mtu wa ufundi, mimi ni kocha, nasaidia pia inapobidi. Kwa tutakuja na watu ambao watatatua tatizo letu la kufunga msimu ujao. Ndio maana tulisema msimu huu pase tunatengeneza timu ambayo msimu ujao tutakuwa na base kuanzia hapo kwenda juu. Kwa eneo la ushambuliaji tutalifanyia kazi na tumeliona. Thank you very much.